Tahadhari, muziki wa dunia ni mbaya kwa Wakristo. Ndio, umesikia vizuri. Nyimbo unazosikia kila mahali, hata zile za Diamond Platnumz au Harmonize, si za kawaida. Zinavutia, zinacheza akili, lakini zinakuondoa mbali na Mungu. Biblia inasema wazi, msifanane na dunia hii, bali mabadilike kwa kufanyiwa upya akili zenu, ili mpate kugundua mapenzi ya Mungu. Warumi 12:2. Lakini muziki wa kisasa ni hasa kile ulimwengu unataka usikishe. Maneno yanayohimiza dhambi, tamaa, ubinafsi na upendo wa dunia. Kwa nini nyimbo hizi ni mbaya? Wito, zinachafua moyo. Maneno yanazungumzia uongo, uzinzi, ukatili na tamaa za mwili. Hata Mkristo anaweza kuathirika bila kujua. Akili huanza kubali kile Mungu anakikataa. Zinakuondoa mbali na Mungu. Kusikiliza nyimbo hizi mara kwa mara kunapunguza hisia za kiroho. Moyo unageukia dunia, mawazo yanageukia mbali na neno la Mungu. Zinazalisha madhara makubwa kiroho: imani dhaifu, majaribu makubwa, tabia mbaya, kupoteza amani ya ndani. Si bahati nasibu Biblia inakutahadharisha dhidi ya ushawishi wa dunia. Usidhani hii si burudani tu, ni silaha inayoshambulia roho. Diamond Platnumz, Harmonize na wasanii wengine wa kisasa hawatengenezi tu nyimbo, wanatuma ujumbe unaovutia na kudanganya. Suluhisho kwa Makristo: sikiliza nyimbo zinazoinua roho, zinazunga mkono imani na kumheshimu Mungu. Nyimbo za ibada, nyimbo za Kikristo, muziki unaoinua utakaso, ndio unaowasha moyo wako na kuimarisha uhusiano wako na Bwana. Ndugu na dada makini, muziki wa kisasa ni mbaya kwa Makristo. Usiruhusu dunia ichage mawazo yako na kuathiri moyo wako. Chagua Mungu, chagua utakatifu, chagua maisha ya milele.